Sajil-2, kombora hatari la Iran linalofika Israeli kwa dakika 7 tu. Mzozo wa hivi karibuni wa kijeshi kati ya Israeli na Iran umekuwa ni jaribio la uwezo wa mapigano wa nchi zote mbili pamoja na silaha zao. Wakati Iran ilipoishambulia tena Israeli wiki 1.5 iliyopita, ilidai kwa mara ya kwanza kwamba kombora la Sajil-2 la Iran lilitumika katika shambulio hilo. Hata hivyo, Israeli inadai kuwa jeshi lake lilizuia shambulio la kombora la Sajil na kulinasua kwa mafanikio kwa msaada wa mfumo wa ulinzi. Ingawa mapigano yamesimama kwa muda, kombora hili linaonekana kuwa sehemu muhimu ya nguvu ya Iran. Walinda mapinduzi wa Iran wamesema kuwa mashambulizi ya Jumatano ya wiki iliyopita yalifanywa kama sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli ya 3. Taarifa iliyotolewa na walinda mapinduzi ilisema kwamba operesheni ya 12 ya kulipiza kisasi ya operesheni ya Ahadi ya Kweli ya 3 ilizinduliwa kwa kombora zito sana la masafa marefu la Sajil la hatua 2. Taarifa hiyo ilieleza sifa za kombora hili. Inadai kwamba Sajil ni mojawapo ya silaha zenye nguvu na sahihi zaidi za kimkakati za Iran zenye uwezo wa kuharibu malengo muhimu ya adui. Sajil ni kombora la balistiki la masafa ya kati lenye uwezo wa kufika maeneo lengwa hadi kilomita 2000. Kwa masafa haya, kombora hili linaweza kulenga mashariki yote ya kati, ikiwemo Israeli, kusini mashariki mwa Ulaya na sehemu za Asia ya kati, likirushwa kutoka Iran. Ikiwa litarushwa kutoka mji wa Natanz nchini Iran, linaweza katika jiji la Tel Aviv nchini Israeli kufika kwa dakika 7 tu. Kombora la Sajil lina urefu wa takriban mita 18, linatumia mafuta imara, jambo linalolipa faida dhidi ya makombora yanayotumia aina nyingine za mafuta ya kawaida. Kutokana na matumizi yake, mafuta imara linaweza kuandaliwa kurushwa haraka zaidi, lina uwezo ubora wa kuhifadhi vilipuzi na linaweza kuwa na ufanisi zaidi wakati wa mapigano. Kombora hili linaweza kubeba kichwa cha kivita chenye uzito wa takriban kilogramu 700, na kutokana na hili lina uwezo mkubwa wa uharibifu dhidi ya maeneo lengwa. Jaribio la kwanza la mafanikio la kombora hili lilifanyika mwaka 2008, na katika jaribio hilo lilifunika umbali wa kilomita 800. Jaribio lake la pili lilifanyika Mei 2009, likijaribu teknolojia ya hali ya juu na mifumo ya ulipuaji. Kwa mujibu wa taasisi ya kimkakati ya mafunzo ya kimataifa ya Marekani, Center for Strategic and International Studies, kunaweza kuwa na aina kadhaa za kombora la Sajil. Mwaka 2009 Iran ilijaribu kombora lililoitwa Sajil-2. Ripoti isiyothibitisha inasema kwamba Sajil-3 inaweza kuwa bora zaidi. Sajil-3 ni kombora la hatua 3 lenye masafa ya juu ya kilomita 4000 na uzito wa kilogramu 1038. Iran haijajaribu kombora la Sajil hadharani tangu mwaka 2012, lakini lilijaribiwa wakati wa mazoezi ya kijeshi mwaka 2021, karibu mwongo mmoja baadaye. Tuangalie sasa mpango wa makombora wa Irani unaendelea kukua licha ya vikwazo. Kwa mujibu wa taasisi ya amani yenye makao yake Marekani, Peace Institute, Iran ina hifadhi kubwa na yenye aina nyingi za makombora ya ballistic katika Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, Iran ndio nchi pekee katika eneo hilo isiyo na silaha za nyuklia, lakini makombora yake ballistic yanaweza kufikia umbali wa kilomita 2000. Teknolojia ballistic ilitengenezwa wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, lakini ni nchi chache tu duniani zenye uwezo wa kutengeneza makombora ballistic zenyewe kwa kutumia teknolojia hii. Iran imepata teknolojia hii na kutengeneza makombora ballistic katika miongo miwili iliyopita licha vikwazo vikali vya kimataifa. Kiongozi mkuu wa Iran Khamenei amesema kwenye hotuba kwamba mipango ya kijeshi na makombora ambazo nchi za magharibi zina wasiwasi nazo zote zilitengenezwa chini ya vikwazo. Hivi sasa Iran inazalisha zaidi ya aina 50 za rocket, makombora ballistic na cruise pamoja na ndege zisizo na rubani za kijeshi ambazo baadhi zimetumika katika mgogoro wa kimataifa kama vile kwenye vita vya Urusi na Ukraine. Iran imedai kuwa kizazi chake kipya cha makombora na silaha ya hypersonic, ambayo ni aina ya silaha inayokwenda kwa kasi mara 5 hadi 25 ya kasi ya sauti. Iran ilianzisha kombora la Fatai kwa mara ya kwanza kama kombora la hypersonic katika makundi ya ballistic na cruise. Kombora la hypersonic Al-Fath lina masafa kilomita 1400 na IRGC imedai kuwa lina uwezo wa kukwepa na kuharibu mifumo yote ya ulinzi wa makombora. Al-Fath ni kizazi cha makombora yanayotumia mafuta imara ambayo hufikia kasi ya Machi 13 hadi 15 kabla ya kufika kwenye lengo lao. Machi 15 inamaanisha kasi ya kilomita 5 kwa sekunde.
Vilevile mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la nchi 7 tajiri kwa viwanda G7 wametoa wito wa kuanzishwa tena mazungumzo ya nyuklia na Iran na kufikiwa makubaliano jumuishi na ya kudumu kuhusu mpango wake wa nyuklia. Taarifa pamoja iliyochapishwa kwenye tovuti ya serikali ya Canada inasema mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G7 linalojumuisha Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan, Uingereza, Marekani na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya walikutana mjini The Hague, Uholanzi, Juni 25 na kubadilishana mawazo kuhusu matukio ya hivi karibuni katika eneo la Asia Magharibi. Katika taarifa hiyo, mawaziri hao wamesisitiza uungaji mkono wao wa usitishaji vita, wakidai kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haipaswi kamwe kupata silaha ya nyuklia, na wakati wa wito kwa Iran kujiepusha kufufua kile walichokitaja kuwa shughuli zisizohalalishwa za kurutubisha madini ya urani. Hii ni licha ukweli kwamba Iran siku zote imekuwa ikikanusha madai ya kutaka kuunda silaha za nyuklia. G7 imetaka Iran kuendelea kushirikiana na wakala wa kimataifa nishati atomic na kusisitiza kwamba Iran lazima itoe taarifa zinazoweza kuthibitishwa kuhusu nyenzo zake zote za nyuklia na kutoa fursa kwa wakaguzi wa shirika hilo wafanye uchunguzi katika vituo vyake vya nyuklia. Nukta muhimu katika taarifa ya kundi hilo ni kunyamazia kimya hujuma ya kichokozi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, ambapo vituo vya nyuklia vya amani vya Iran vilivyoko nchini au chini ya usimamizi wa wakala wa shirika hilo la atomic vililengwa. Said Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, amesema katika mahojiano na CBS kuhusiana na madai ya Donald Trump kwamba mazungumzo yanaweza kurejea wiki hii, kwamba mazungumzo hayatarejea hivi karibuni. Araghchi ameongeza kuwa ili kuamua kurejea kwenye mazungumzo ni lazima kwanza wahakikishe kwamba Marekani haitalenga tena Iran kwa mashambulizi ya kijeshi wakati wa mazungumzo. Kwa kuzingatia mambo haya, bado wanahitaji muda zaidi, huku akisisitiza kwamba teknolojia na ujuzi wa kurutubisha urani hautaharibiwa kwa mabomu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema mpango wa nyuklia wa amani wa Iran umekuwa nembo ya heshima na fahari ya taifa. Araghchi pia amesema katika kujibu madai ya Marekani kuhusu kuharibiwa kabisa vituo vya nyuklia vya Iran kwamba hakuna mtu anayeweza kuharibu ujuzi wa kurutubisha madini na teknolojia kwa mashambulizi ya kijeshi, ikiwa tutakuwa na nia, na bila shaka kuna nia hiyo ya kufikia ustawi katika sekta hii kwa mara nyingine tena, tutaweza kufidia haraka hasara na wakati uliopotea. Hivi sasa Iran haina nia ya kuendelea na mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Msimamo huu unatokana na sababu kadhaa muhimu. Iran inaamini kwamba Washington inatumia mazungumzo si kwa ajili ya kutatua matatizo yaliyopo, bali kama njia ya kuongeza mashinikizo dhidi ya Teheran. Hata katika mazungumzo ya hivi karibuni yasiyo ya moja kwa moja, Marekani imeongeza vikwazo na kuchukua hatua za kijeshi, na hivyo kupelekea Teheran kufikia natija kwamba mazungumzo katika mazingira ya sasa inatoa fursa kwa upande mmoja pekee. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukran kwa babu kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.